Mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Pamba Jiji umetamatika na klabu ya Yanga imeondoka na ushindi wa bao 2-0, mabao yakiweka kambani na Max Zengeli, lakini pia Ibrahima Tule naye ameweka kambani, lakini pia akitoa assist kwa Max Zengeli. Hivyo Ibrahima Tule anaondoka na bao moja, lakini pia na assist moja. Mchezo ulikuwa vipi? Mchezo ulianza vizuri na klabu ya Pamba Jiji ilianza vizuri kwa kuweza kukaa nyuma kwa kuwasubiri Yanga wafunguke, wenyewe washambulie kwa counter ama washambulie kwa kasi sana, na dakika za mwanzoni niliona Pamba Jiji walikaa nyuma, na pale Yanga itakapopoteza mipira wao wakawa wanataka kuwashambulia kwa kasi sana. Lakini sasa Yanga walichowawini Pamba Jiji ni kwamba Yanga hawakutaka Pamba Jiji wakae na mpira kabisa, kwani ndani ya sekunde 5 tu Yanga walikuwa wanawanyang'anya mipira Pamba Jiji na waliwapresi sana Pamba Jiji, na Pamba Jiji wakawa hawana namna, mwisho wa siku wakaruhusu mabao mawili katika kipindi cha kwanza. Lakini baada ya kipindi cha pili Pamba Jiji wakaja wakagundua makosa yao walioyafanya na wakajilinda vizuri na hawakuruhusu bao lingine. Mwisho wa siku mechi ikaisha kwa klabu ya Young Africans kuondoka na mabao 2-0. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo niweza kuviobserve kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Pamba Jiji, na moja kati ya vitu hivyo ni kwamba leo kulikuwa kuna ingizo jipya katika kikosi cha kwanza cha mwalimu wa Young Africans, na simu nyingine ni Fredi Ngoma. Leo alianza pale katika shilingi namba 6, yani katika namba 6 pale Fredi Ngoma leo aliweza kuanza, na wengi tulitaka tumuone, je, huyu kiungo huyu aliyepewa hype kubwa, aliyefanya watu wasilale paka hatambulishwe, je, vitu vimo ama avimo? Sasa ameweza kuingia, amecheza, lakini kipindi cha pili alitolewa na aliingia Azizi Andabwile. Sasa je, wachambuzi wanasemaje na wadau mbalimbali wa soka wanasemaje kuhusu kiwango cha Ngoma? Nimeona maoni mengi sana, wachambuzi wengi wameweza kumkataa Fredi Ngoma, na moja kati ya wachambuzi kutoka Crown FM anafahamika kama Ashraf ameweza kuandika ujumbe huu katika ukurasa wake wa Instagram. Nitamnukuu kama ifuatavyo. Ujumbe wake Ashraf unasomeka kama ifuatavyo. Ashraf anasema Ngoma ana uwezo wa kawaida sana, hana hatari hiyo kama ambavyo alizungumzwa kwenye presha kubwa. Anapata tabu kucheza, kuna wakati wenzake tu kumpasia ni ngumu, maana wanajua inaweza kuwa riski kutokana na eneo analocheza, akipoteza mali tumeisha. Lakini pia Shirafu anasema fit level yake kwenye matumizi ya mwili iko chini sana kwenye baadhi ya nyakati. Kwenye game zenye intensity kubwa timu itakuwa mashakani. Duke atacheza sana kile kitovu vile anataka, hakuna mtu anampa pressure. Lakini pia Shirafu anasema ila ikumbukwe hakuna timu yoyote kwenye ligi hii inaweza kushindana na Yanga kwa namna yoyote ile, sio kufunga, sio kuutawala mchezo, sio kutengeneza nafasi za wazi. Mtapigwa sana miti msimu huu na Mangoba, labda ladhi ya mpira iwashukie nje, na hapo ni gongo 2 kila game. Huo ndo ulikuwa ujumbe wa mchambuzi kutoka Crown FM anaitwa Ashrafu JR, ni kwamba amemkataa kabisa Ngoma. Lakini maoni yangu mimi binafsi ni kwamba ndiyo, ni mpasa mzuri sana, akipata mipira ni anajua sehemu ya kuiweka na pasi zake ni lula zimenyooka, yani zinafika kwa wakati. Lakini nimeona mimi udhaifu wake upo kwenye kukaba, yani kukaba kidogo ndo ana madhaifu yake, lakini ni huenda labda akaimprove fitness level akienda kadri siku ninavyoenda, huenda akaimprove. Sasa kuna vitu viwili vya kudiscuss hapa, ni kwamba leo Selemani Mwalimu ameweza kucheza mchezo wa leo na alianzia bench, lakini aliweza kuingia kipindi cha pili, na Ibrahima Tule aliweza kutoka akaingia Selemani Mwalimu. Sasa kuna swali najiuliza, Selemani Mwalimu hakutofautiana sana na Aziz Ki kwenye kutambulishwa katika klabu ya Yanga. Tunafahamu kabisa Selemani Mwalimu aliweza kutambulishwa siku moja kabla mchezo wa Ngao ya Jamii, dabi ya Kariakoo, Yanga pamoja na Simba.
Siku moja kabla mchezo Selemani Mwalimu aliweza kutambulishwa, na baada ya mchezo wa dabi Selemani Mwalimu alipata nafasi ya kutrain na Yanga Zanzibar siku moja kabla ya mchezo wa dabi. Baada ya hapo, kesho yake mchezo wa dabi ulicheza, na baada ya matokeo klabu ya Yanga iliondoka Zanzibar na kwenda kucheza ugenini dhidi ya Namungo. Na siku ambayo Yanga anacheza na Namungo ndio siku ya Aziz Ki ambayo alitambulishwa. Kwa hiyo na namaanisha kwamba Selemani Mwalimu kwenye utambulisho wake yeye na Aziz Ki hawakupishana sana kwenye siku. Sasa kwa nini leo Selemani Mwalimu ameweza kupata nafasi lakini Aziz Ki hajapewa nafasi? Hayo ndo maswali najiuliza. Japo Mwalimu alidai kuwa Aziz Ki hakuanza pre-season. Hata Selemani Mwalimu pia hakuanza pre-season na Yanga. Lakini pia anasema Aziz Ki fitness yake bado iko chini. Je, ya Selemani Mwalimu ina maana tayari imeshafikia kikomo hicho ambao Mwalimu anaona ni sawa kwa yeye kuweza kuanza? Hilo ni swali najiuliza. Swali la pili ni kwamba kwenye tuzo ya mchezaji bora wa mchezo siku ya leo, tuzo imeweza kwenda kwa Max Zengeli. Max Zengeli amefunga bao moja, lakini Ibrahima Toure ameweza kufunga bao moja na ameweza kutoa pasi ya mwisho, yani assist. Ina maana amechangia mabao mawili katika mchezo wa leo, lakini hajapewa tuzo. Kwa nini? Yani vigezo vipi ambavyo vimetumika kumpa Max Zengeli tuzo ya mchezaji bora wa mwezi, lakini kwa nini wamemnyima Ibrahima Toure? Kwa sababu amefunga goli moja lakini ametoa pasi ya bao moja, kwa amehusika kwenye mabao mawili kwenye mchezo wa leo. Kwa nini wamempa Max Zengeli na hawajampa Ibrahima Toure? Hilo ni swali lenyewe limebaki kwenye mabano. Ibrahima Toure alikuwa anastahili. Kwa hiyo ndo mambo yaliyotokea kwenye mchezo wa leo. Ina maana mpaka sasa hivi Yanga anaenda kukaa kwenye nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi akiwa na alama 12, lakini pia nafasi ya pili atakaa Simba Sports Club. Azam FC amesale mchezo wa leo mabao 2-2. Kwa hiyo huyo naye tunaanza kumtoa taratibu kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu kwenye mechi 4 tu za mwanzoni tayari ana sare 2, wakati sasa hivi ndio ilikuwa wakati wa kukusanya alama. Kwa hiyo atumhesabu kivile. Kwa hapa race iko kwa timu mbili, Yanga na Simba. Wote wana alama 12 lakini wana tofauti ya mabao ya kufunga. Yanga anakaa juu kwa sababu ya mabao ya kufunga. Mimi sina neno lingine, tukutane siku nyingine tena. Mimi naitwa Denga Spells, hii ni Denga Media TZ. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao ya kijamii ili kupata update kama hizi. Sina neno lingine, until next time, goodbye.